kuelekea kwenye mchezo wenu dhidi ya Singida Stars. Najua ni mchezo wa kisasi kwa sababu mchezo wa mwanzo mlipoteza. Labda maandalizi yakoje na mmejiandaa vipi kwa kabili Singida Black Stars? Yeah, mimi nafikiri tunaendelea vizuri na ligi saizi inakwenda mwishoni. Naenda mwishoni. Cha kwanza nawashukuru wachezaji. Nashukuru wamepambana kwa sababu ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu na mtu unavyoingia kwenye ligi mwaka wa kwanza, ina maana kwanza unatakiwa uiweke timu ya watu iwe safe. Umeona kwanza uepukane na kushuka daraja, cha pili kucheza playoff, alafu sasa mengine hayo ndio unafanyaje? Unatazama. Kwa hayo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Timu mpaka sasa nafikiri kiasi iko salama. Pengine Mwalimu Meki ni msimu wa kwanza kuifundisha ndani ya klabu ya Dodoma Jiji, lakini sio mwalimu mgeni kwenye ligi. Pengine msimu huu unaweza kuzungumzia namna gani msimu 2024-2025 binafsi kwako kama kocha wa Dodoma Jiji na kwa jinsi ambavyo msimu huu umeuona? Sasa msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu inategemea. Umeona? Inategemea una wachezaji wa aina gani. Unaona? Na kama nilivyokuambia, msimu wa kwanza unakuwa mgumu kwa mwalimu kwa sababu unakutana na timu mpya, unakutana na wachezaji ambao lazima uingize falsafa yako mpaka waje kuielewa usangine nusu ya msimu au msimu unafanyaje unakwenda mwisho. Ndio maana nimesema cha kwanza tunashukuru. Lengo la kwanza timu kutokushuka daraja, lengo la pili timu kutokucheza playoff, kwa sababu nafikiri tumekuja hapa timu ilikuwa kama miaka yenyewe mashahidi. Miaka 3 au 4 mfululizo timu inagombania inakwepa kucheza nini? Sasa tumecheza hapa nafikiri kabla ya mechi 5 au 4 timu iko safe. Hicho ndio cha kwanza cha kushukuru, na nashukuru wachezaji pamoja na uongozi kwa sababu bila wote kushirikiana wala tusingeweza kufika hapa. Mwalimu, una namba kubwa ya wachezaji ambapo wengi wao ni wazao wa Tanzania na wengine kutoka nje ya nchi. Labda kuna baadhi ya wachezaji wengine hatuwaoni ndani ya kikosi akiwemo Ibrahim Wajibu. Labda unaweza kututolea ufafanuzi wa wachezaji ambao hawapo akiwemo Alan Ngeleka na wengineo? Wachezaji usipoona ujuage lazima kuna sababu. Kuna sababu labda majeruhi, labda kasimamishwa kwa utovu wa nidhamu, au saa nyingine yani ni vitu viwili hivyo, au amepata shida nyumbani, amesafiri. Unaona? Sasa sitozungumzia sana hayo ya watu ambao hawapo. Kikubwa tu hawapo wachezaji wengi hapa. Kama unavyoona hapo wa Nigeria wale wawili, watatu wote kwa sababu tiketi zao zilikuwa zinasoma wasafiri tarehe 18 ndio siku ya mechi. Kwa hiyo hapo unaona wameshaondoka. Kwa hiyo mwalimu inabidi ukae na kikosi ambacho ulichokuwa nacho. Ina maana mwalimu timu yako ni ile timu ambayo unayo na una train nayo mazoezini. Kwa sababu hao ndio utatrain nao, hao ndio utakuja kucheza mechi. Kwa hiyo nafikiri hao ambao wapo nisipende sana kuwazungumzia, hayo ni mambo ya kiutawala. Nafikiri kwa sababu hapa leo ni media day watakuwepo na msemaji yupo, nafikiri ndio vitu vya kuvisemea. Mwalimu Meki, labda utajaribu kuongea na uongozi hususan kwenye huu msimu. Dodoma Jiji amekuwa amecheza viwanja vingi sana hapa Tanzania, licha ya kuwa uwanja wake mama ni huu hapa CCM Jamhuri kutokana na kufungiwa. Labda wewe kama kocha, labda utafanya utaratibu wote kuhakikisha kwamba msimu ujao kama ukiwepo ndani ya Dodoma Jiji mechi zote ziweze kuchezwa hapa, zile za nyumbani Dodoma Jiji? Mimi kazi yangu kufundisha Dodoma Jiji. Unajua mwalimu ana timu. Leo uko Dodoma Jiji, kesho upo huku. Unaona? Kwa hiyo nafikiri msimu tushaumaliza. Kwa hiyo nafikiri ni kuandaa tu ripoti basi kuwakabidhi viongozi. Pengine mwalimu, unazungumziaje walimu wa kigeni ambao wanakuja kwenye ligi yetu? Na kuna klabu ya Simba Fadlu, lakini kwa Yanga kuna Hamdi pamoja na kocha wa Azam FC. Ni walimu ambao unaweza kusema kwako binafsi wamekuletea challenge kubwa na kuweza timu yako kuruhusu mabao mengi. Pengine unazungumziaje uwepo wao kwenye ligi kuu soka Tanzania bara? Ni makocha wazuri, kwanza kwa sababu wana wachezaji wazuri. Wako na quality player. Unaona? Kwa sababu kocha ni wachezaji. Unaona? Kipimo cha kocha ni wachezaji. Unaona? Kwa sababu kama una wachezaji wazuri wanakuletea, ndio maana hata mimi hapa najivunia pamoja na nafasi tuliokuepo, lakini najivunia wachezaji wangu. Kwa hiyo quality zimezidiana. Ni timu gani ambayo mpaka hivi sasa ukilala kwenye ligi kuu unasema hii kweli imeniadhibu na hii imenipa challenge na nimeshindwa kuvumbua jambo lao ambalo wameliweka ndani ya kiwanja? Mpira sasa inategemea na siku umeamka vipi. Unaweza siku ukacheza na timu mbovu na ikakufunga. Unaweza siku ukacheza na timu imara na isikufunge. Yaani mpira ndio uko hivyo. Yaani mpira sio kama wewe una timu imara ukawa unashinda kila siku. Inategemea kwa sababu wanaofanya kazi ni binadamu. Huwezi jua leo wameamkaje. Unaona wao wana familia zao, wana nini, maisha mengine nje yanafanyaje, yanakwenda kama kawaida. Kwa hiyo kama akili siku imetulia vizuri kichwani watafanya kazi vizuri.
Mwalimu, tugusie hili sakata la dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa unaendelea kama mwalimu mzoefu, mwalimu ambaye umeshapita kwenye ligi kuu muda mrefu. Unaweza ukazungumza kwa namna gani kuona kwamba hizi klabu mbili ni kama zinakuwa watu wanasema zinalelewa? Kwako binafsi, mwalimu ambaye umedumu na mwalimu ambaye umecheza kwenye ligi yetu, tunazungumziaje sakata hili? Mimi sipendi sana kulizungumzia hilo kwa sababu mechi ishapangwa tarehe 25, basi tusubiri tarehe 25 mechi icheze. Lakini limewapa funzo gani kwenye ligi kuu kwamba kuna vilabu vya namna hivi vikifanya hivi vinafanyiwa hivi? Funzo wenyewe ndio wamepeana funzo. Sisi wala Dodoma Jiji hatuna matatizo wala klabu zingine. Wao wenyewe kama funzo wamelipata au kama hawajalipata wao. Lakini sisi hiyo haituhusu. Mwalimu, nadhani ni walimu watatu mpaka sasa ambao hawajafungashiwa vilago, akiwemo mwalimu Fadlu wa Simba, mwalimu wewe Maxime Dodoma Jiji na mwalimu wa JKT Tanzania Ahmad Ali. Labda wewe unaweza kuzungumzaje? Kumekuwa na fukuza nyingi sana ya makocha, lakini nyie watatu tu ndio mmebaki. Labda unazungumzieje hii kitu? Unajua kufukuzwa kufanyaje ndio kazi ya ukocha ilivyo. Ndio kazi ya ukocha hiyo. Sehemu yoyote, kwa sababu kocha anakuwa kama anatolewa tu kafara. Umeona? Kocha anakuwa tu anatolewa kafara. Kwa sababu ukipima timu zote zinazofukuza makocha ndo nyingine zinakuja zinashuka. Sasa kuna timu miaka 5 mfululizo wanafukuza makocha. Si chini ya makocha 10 kafukuza, lakini uongozi upo ule ule. Na timu inakuja inashuka. Sasa hapo tatizo lilikuwa mwalimu au tatizo lilikuwa uongozi? Labda walimu ambao wanaletwa na changamoto ndio maana wanaondolewa. Sasa kwa nini uongozi na wewe ukamchukua mwalimu ambaye unamwona sio nani? Kwa hiyo tatizo linaanzia juu. Ndio maana nakwambia sitaki kwa sababu sisi ndio kazi yetu. Umepewa timu haikufanya vizuri, inabidi mwalimu ujitoe sadaka. Na kitu cha kawaida tu. Yaani kufukuzwa mpirani ni kitu cha kawaida tu. Unapisha sangine riziki yako hapo imekwisha. Unajua uaga, mimi naamini kitu kimoja. Mwenyezi Mungu ndo anapanga riziki. Yes. Yaani hilo mimi ndo naliamini. Mimi si niko Dodoma Jiji hapa. Kwa hiyo yani hata kesho nikiondoka najua Mwenyezi Mungu aliweka riziki yangu mpaka kesho. Kwa hiyo siku ile kama kifo. Unaona? Kifo wewe sasa zunguka na makamera haya nini, lakini ipo siku utafanyaje? Siku yako ipo. Nini umetokea mfano sisi meki na makamera? Sasa tunazungumza na nini? Au nijiweke mfano mimi? Si ndio mimi nimejiweka kwenye kazi. Mwalimu, swali la mwisho tunataka tuzungumzie miaka ya Karia kwenye uongozi wake. Uchaguzi utafanyika mwezi wa 8. Pengine miaka ambayo Karia ameongoza shirikisho, kwako binafsi kama mwalimu na ushaikuwa mchezaji, unazungumziaje miaka ya Karia na mafanikio? Mimi sipo hapa kuzungumzia mambo ya shirikisho. Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumzia Dodoma Jiji.